biashara. Mkoa wa Geita una shughuli za uvuvi, mkoa wa Geita una shughuli za kilimo, mkoa wa Geita una shughuli kubwa ya madini. Katika mikoa yote nchi nzima, katika fedha tunazozikusanya kama maduhuli kuziingiza katika mfuko mkuu wa serikali, mkoa wa Geita ndio unaongoza kuingiza fedha nyingi katika mfuko mkuu wa serikali kupitia maduhuli ambayo yanakusanywa na Wizara ya Madini. Wizara ya Madini tunakusanya mgabaha wa 6% ambao ukijumlisha na ada ya ukaguzi ya 1%, fedha inayokusanywa kwa mwaka kwa mkoa wa Geita ni zaidi ya bilioni 274. Leo tuna Stanbic Bank na muda mchache ujao tutakuwa na benki zingine mbili zafunguliwa kwa mkoa. Kwa hiyo katika kipindi cha uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye jitihada za kuifungua nchi, tunakwenda kutoka kwenye benki ile zilizokuwepo, na mwaka huu kabla tujapiga kura tutakuwa na benki 9. Haya ni mafanikio makubwa ya jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan za kuifungua nchi yetu. Transaction yetu ya wachimbaji wadogo kwa mkoa, mzunguko wa fedha unaoletwa kwenye masoko yetu ya madini, Mheshimiwa Waziri, kwa mwezi ni zaidi ya bilioni 12 milioni. Hii ni fedha ambayo inamhusisha mchimbaji kuwezeshwa, achimbe, afanye processing, apate fedha, afanye shughuli za manunuzi. Kwa mwaka ni zaidi ya trilioni 1 na bilioni 440. Hii ni biashara kubwa. Ni biashara kubwa ambayo fedha yake inazunguka ndani ya mkoa wa Geita. Mwaka jana, Mheshimiwa mgeni rasmi, uzalishaji wa dhahabu peke yake kwa wachimbaji wadogo ulikuwa ni zaidi ya kilo 5,500. Kwa lugha nyingine, kila mwezi tunazalisha si chini ya kilo 450 mpaka 500. Na ukizidisha mara exchange rate ya sasa hivi ndio unaipata hiyo biashara ambayo nimesema. Kupitia tawi hili jipya tunaleta huduma zetu karibu, na ninatambua Geita ni mkoa wa madini na sekta ya madini ni moja ya sekta ambazo inachangia kwa kiwango kikubwa uchumi wa mkoa huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kukufahamisha kuwa sisi kama Stanbic Bank tumekuwa katika nchi yetu ya Tanzania kwa zaidi ya miaka 30, na moja kati ya suluhisho ambazo tunaitoa na tunafahamika kuwa hodari katika utoaji wa mitambo, vifaa pamoja na mashine. Na kwa mwaka jana peke yake tumefanikiwa kutoa suluhisho kwa wateja wetu, mitambo, magari pamoja na vifaa mbalimbali vya viwandani. Thamani ya mikopo ghafi ilikuwa zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 130. Tunatarajia kuleta ufanisi huo katika mkoa huu wa Geita, na wateja wetu wa Geita, wafanyabiashara wakubwa, wadogo, wakati, na kila mtu ataweza kufaidika na huduma ambazo tunazitoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio la leo sio la kukata utepe pekee, ni udhibitisho wa dhamira yetu ya kuendelea kuchangia ujenzi wa taifa letu la Tanzania, tukiwa tunaenda kuhakikisha kwamba huduma na masuluhisho tunayotoa yanaelekea kwenye uchumi jumuishi. Kama alivyosema mwenzangu Bwana Omari, mwaka huu tutakuwa na matawi mengine mapya 4 na tutafika Zanzibar pamoja na mikoa mingine. Lakini ningependa kuelezea zaidi kwamba kwa wafanyabiashara wa mkoa huu wa Geita tuna masuluhisho ambayo tumeona ni rafiki. Tunajua benki ziko nyingi na sisi tukiwa mojawapo, lakini sisi ajenda yetu ni kuweza kusikiliza mteja na kuja na masuluhisho ambayo yanaongea na yule mteja. Moja ya vitu au ya bidhaa ambazo tunatarajia kuja nazo hapa Geita, ambapo tumeshafungua kwa heshima yako kufungulia tawi letu, ni pamoja na huduma ya mikopo janja. Mheshimiwa, tunatambua mkoa wa Geita una wachimbaji wadogo
na wafanyabiashara wadogo wadogo. Tuna suluhisho la mitaji kwa kiasi cha shilingi hadi milioni 115 bila kuwa na dhamana yoyote.